Yes, hello Kenyans, habari zenu. Kwa majina mimi naitwa Brenda Kangai, the next woman representative of Nairobi County, Council 2027. Nimeongelelea sana about vile tumekuwa tukiteswa, watu ambao tumekuwa tukiongelea finance bill, watu tumekuwa tukielimisha wa Kenya about finance bill, and constitutionally it's our right. Sisi tumekiuka sheria, ni haki yetu kuongea na kuelimisha Wakenya ni nini aswa kilichokuwa katika ndani ya mswada wa fedha. Na after that nimeona watu wakishikwa, wakinyanyaswa, unashikwa, unaachiliwa. Personally nimekuwa nikipata a lot of threat messages, but that does not make me silent. I will not be silenced because I have to speak my mind and I have to educate other Kenyans what is happening in our country. So mtu wa hivi karibuni kushikwa in a very very dramatic way was Alfred Ketel. Na mimi nauliza ya kwamba jameni, police, because you are saying you just arrested, is that arresting or abducting? What if there was no people who recorded and posted the abduction of Alfred Ketel? Tungemuona tena ama angeteswa kwanza wiki kadhaa ndio atolewe? Let me ask you, if the DCI wants me, why can't you call me and tell me nijisalimishe kwa polisi? If you want mbunge fulani ambaye amekuwa kielimisha watu katika hii mswada ya fedha imepita, mbona usimshike? Mbona usimwandikie nini? Muite kama DCI, mwambie sisi tunakuhitaji uje katika ofisi zetu uandikishe statement. Is it so hard for police to arrest you in an amicable way? Ama mkitushika in an amicable way is a bad thing? Mr. William Ruto, I just to tell you that power is temporary. It comes and it goes. But what is the most important thing? Utaacha legacy gani utakapoondoka uongozini? You can even rule 40 years, but after 40 years, what legacy does Mr. William Ruto leave to the people of Kenya? Remember, you have a community that in future watataka wengine watoke wakuwe viongozi. Will Kenyans trust them because of the things that you're doing? So kindly, I want to urge you, please, if somebody akona kesi ya kujibu, arrest them in an amicable way. Let them be presented in a police station or in a court of law in the right way. Lakini hiyo story ya kushika watu mnamnyonga kwanza ndio muingize kwa gari, it is not right. Na nataka kumwambia Alfred Ketel, usinyamazishwe. Hata kama umeshikwa hivyo na unaona kuna maovu katika serikali, toka uongee. This is our country. We do not have any other country to go and run into. This is the only country we have, and it can only be built if we exercise the rule of democracy. Nchi yoyote ambayo inanga demokrasia si nchi ambayo wananchi wanajivunia. So our police officers, msivunje demokrasia nchi. Let us exercise the right of freedom of speech. Let us speak. As long as mtu hajaongea kitu mbaya na kitu ambayo inaleta threat to national security, wacha Mkenya ajiexpress. And I want to tell you, the issue that the youth wametoka wakajieleza, wakasema wamegadhabishwa na serikali, siti ni kitu mbaya. It is a stepping stone so that serikali ijue watarekebisha wapi. Awacha niseme hivi, hakuna mtu anakuanga 100% perfect. Let us embrace what the youth are speaking about. If the youth are speaking about unemployment, let us try and see which ways can we give these youths work. Can we return the kazi kwa vijana, kazi mtaani, so that vijana wetu wapate kazi? Can we remove taxes on content creation so that we can encourage more youths to make content and earn something? Those are the things that we should be thinking about, solutions to make our country better. We cannot keep fighting right, center, left. No. And we cannot keep breaking the rule of law by ensuring that the people of this country will not exercise democracy. No, we cannot keep that. So Alfred Ketel, usinyamaze, endelea kuongea, sauti yako isinyamazishwe. And to you, Law Society of Kenya,
It is your right now and it is your mandate now to step forward, fight for the rights of Kenyans wenye wanakuwa abducted, wenye wanakuwa silenced. And I know hata mimi niko kwa hiyo list. I'm in that list of those people wenye wanataka washikwe, wateswe kwanza ndio waachiliwe. It is not right. Hata ukinishika unitese, umesaidika na nini? Let you embrace the things that we are talking. If you can't do as a president, talk to us in a polite way and we will understand. Kenyans are good people. Mr. President, hata ukituambia hakuna kazi, but mimi nimefanya hivi na hivi kuensure vijana wanaweza jijenga, vijana watasikiza. Reduce taxes zao vijana wadogo. Hata unaweza sema people who are below 35 hawatalipa tax for a period of 2 years, wapate kujijenga, then let them import goods. Waanze kufanya tu biashara tudogo so that you can accommodate so many youths wenye watakuwa na shida na wewe, wenye watakuwa wanaona wanawajali. But sasa abductions, kutesa watu mkiwashika, surely is it right?